kuna uhusiano mwembamba sana kati ya dhamira ya kukusanya mapato, kulinda viwanda vya ndani na kulinda mashirika ya umma. Nataka kusema nini? Uamuzi wa serikali wa kutaka kila shirika la umma litoe mchango kati ya au gawio kati ya 15% mpaka 60%, jambo hili mimi nadhani tuliangalie kwa hekima na busara. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu busara gani itatumika au kigezo gani kitatumika ili kitumike kiwango cha chini cha 15% badala ya 60%? Hapa naona kama hakuna uwazi. Mheshimiwa Spika, wenzetu wa China mashirika yao ya umma wanayalinda kwa uchu mkubwa. Tunaona mashirika mengi ya reli ni ya umma Uchina, mashirika mengi ya umeme ya umma, ujenzi ya umma, kutafuta gesi na mafuta ya umma. Huwezi katika dunia leo ya koloni mamboleo kama huyalindi mashirika yako ili uweze kuhodhi maslahi ya kitaifa ya ndani na kupambana kiuchumi. Sasa mimi nafikiri serikali hapa itumie busara. Tunataka nini? Nilisema tunataka mapato au tunataka kulinda maslahi mapana ya taifa hili? Mheshimiwa Spika, na mimi ni miongoni mwa wajumbe wa kamati ya budget ambao tumefanya kazi mzuri. Naomba nishukuru serikali, wameonyesha ushirikiano. Katika kipindi changu ambacho nimekuwepo bungeni, Mheshimiwa Spika, sijawahi kuona kipindi ambacho mswada wa fedha umekuja na mapendekezo mengi kama kipindi hiki. Lakini pamoja na kuja na mapendekezo mengi, serikali ilikuwa tayari kukubaliana na ushauri wa kamati na kuachia baadhi ya mambo mengi. Laiti wangekuja wakaweka mguu chini kama ambavyo kwa siku za nyuma ilikuwa serikali ikija na uamuzi wake kuja kubadilisha uamuzi, naamini Mheshimiwa Spika, kazi ingekuwa nzito sana. Lakini pia Mheshimiwa Spika, ni vizuri nikarejea ambao nimekuwa nikishauri kwamba sisi kama bunge tumekuwa tukitumia muda mwingi sana kujadili matumizi, lakini tumekuwa tunatumia muda mchache sana kujadili vyanzo vya mapato. Inakuwa ni muda mfupi sana. Mheshimiwa Spika, unajua tumelazimika kuondoka jana saa 7 usiku, na katika hali ya kawaida pale ambapo mnaongelea juu ya chanzo cha mapato, kukianzisha au kukiondoa, serikali wa lazima waseme wafanye utafiti juu ya hicho chanzo ambacho kinapendekezwa, au pale mnaposema kiondolewe chanzo hiki kwa sababu wametumia muda mwingi kufanya utafiti, wanauliza je, tukiondoa hichi wapi tutapata kwa ajili ya kuziba pengo? Na budget kama inavyojulikana Mheshimiwa Spika, lazima kuwe balancing kati ya mapato na matumizi. Kwa hiyo naendelea kushauri kwa siku za usoni, muda wa kujadili finance bill, sisi kama bunge tuhakikishe kwamba unapatikana muda wa kutosha. Lakini pia swala hili linahusu wabunge wote. Kwa ni vizuri kukawa na semina mahususi kwa wabunge ili kujua essence tunapokuwa tunajadili swala zima la kuhusu tozo, kuhusu kodi, kwa sababu moja kwa moja inaenda kugusa watu wetu. Lakini tunapozungumza umuhimu wa kujitegemea, baadhi ya Watanzania wanapata kigugumizi kulizungumza jambo hili. Mimi kwa maoni yangu nadhani tatizo lao wanashindwa kutofautisha kati ya self-reliance na self-sufficiency. Mimi hoja yangu ni self-reliance, kujitegemea. Utatumia nguvu za watu wako na rasilimali zako kuleta maendeleo ya taifa letu, na pale ambapo unapungukiwa hutasita kutafuta msaada wa watu wengine. Self-sufficiency maana yake utasheleza kwa kila kitu. Na kusema kweli, taifa la namna hiyo duniani halijaumbwa. Mheshimiwa Spika, hili ni funzo kwa siku zinazokuja kwamba Afrika haina mjomba,
tujenge uwezo wetu wa ndani, tujitegemee.